Mkoa wa Dodoma unatekeleza shughuli mbalimbali ikiwa ni pamoja na majukumu ya kukuza uchumi wa mwananchi wa Dodoma. Lakini sisi halmashauri ya mji wa Kondoa ni sehemu ya mkoa wa Dodoma. Chini ya kiongozi wetu, championi wetu, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dodoma, mama yetu Rosemary Stark Senyamule, alikuja na mkakati wa kuhakikisha Dodoma pia tunakuwa na zao la kimkakati la tufaa. Mheshimiwa Mwenyekiti, halmashauri yetu ya mji wa Kondoa, kwanza tunampongeza Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwa wazo hili ambalo amelileta kwa wataalamu, na sisi tunaweza kumhakikishia na kukuhakikishia wewe kwamba tutaisimamia. Halmashauri yetu ya mji wa Kondoa tulipata jumla ya miche 670 ambayo miche hii, Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeigawa kwa wadau mbalimbali. Leo ni zoezi la kuzindua rasmi, lakini zoezi la kugawa miche hii baada ya kuipokea tulishagawa kwa wananchi wetu wa Kondoa mjini. Lakini na sisi halmashauri tukasema tuwe na shamba darasa hapa ambalo litakuwa mfano. Mheshimiwa Mwenyekiti, zao la tufaa ni zao la kimkakati ambalo linaota kuanzia miezi ya Oktoba mpaka Februari ambayo miezi hii ni ile miezi ambayo kwenye maeneo yetu ya Kondoa hatuna mazao mengine. Kwa hiyo kipindi hichi ndicho kipindi ambacho kwa mkakati huu umekuja kuhakikisha kipindi ambacho hatuna mavuno mengine tuwe na mavuno ya zao la tufaa. Lakini pia wataalamu ambao tunao hapa wanatuambia kwamba ekari moja inaweza kuzalisha kati ya tani 15 mpaka 17 za tufaa. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, na utafiti unasema mti mmoja wa tufaa unaweza kutoa tufaa kati ya 200 mpaka 500. Mti mmoja. Kwa hiyo sasa kila mtu atajijua amegawiwa miti mingapi. Kwa hiyo ukiangalia tu mtu akiwa na miti kama 200 ambaye amepewa miti 200 au ngapi, anaweza kuingiza kiasi kisichopungua milioni 2.5 kwa msimu mmoja akivuna. Kwa hiyo ni zao ambalo Mheshimiwa Mwenyekiti ni muhimu sana, ambalo sisi kama halmashauri ya mji wa Kondoa tukuhakikishie tutaendelea kutoa elimu kwa wananchi wetu, tutaendelea kutoa ushauri, tutaendelea kutoa usaidizi kuhakikisha zao hili linastawi katika halmashauri yetu ya mji wa Kondoa. Mheshimiwa Mwenyekiti, leo ni uzinduzi, lakini miche hii tulishaigawa. Tukasema si jambo la busara tukagawa tukafanya jambo hili kimya. Lazima uwepo ili na wewe uweze kupeleka message. Tunao wakulima ambao tayari wameshapata miche hii na wametengeneza madarasa ya mfano. Kwa hiyo niwaombe maafisa kilimo kwenye maeneo hayo ya wakulima hao, tukaisimamie miche hii, tukaisimamie kwa karibu ili miche hii isife na itoe matokeo mazuri. Niombe kwa wale wakulima ambao watahitaji miche hii wafike kwenye ngazi ya halmashauri na kuonana na afisa kilimo, lakini miche hii inauzwa kwa shilingi 15,000 mche mmoja. Kwa kweli nimejisikia furaha kubwa sana, tena kubwa sana, kwa sababu katika maisha yangu sikutegemea kwamba tunaweza tukapata zao la tufaa na tukaletea miche na serikali mpaka nyumbani kwetu huku Kondoa. Miche kama hii ya maepo tunaisikiaga tu, tunaona tu kwingine, lakini kwetu hatukutegemea. Kwa hiyo tunashukuru sana mkuu wa mkoa na serikali kwa ujumla, kwa sababu tumefurahi sana tumepata miche kama hii. Tutaitunza na sisi tupate mazao, na mazao yenyewe tukivuna tuendelee kuyatumia humu kwetu. Mimi kilimo cha tufaa yani nimekipokea kwa mikono miwili. Yani nimejisikia raha, huwezi kuamini, kwa sababu sina uwezo mimi wa kununua mche 15,000, lakini halmashauri imeniwezesha kupata miche 96 mpaka sasa hivi ambayo nimeiotesha, na najisikia raha na hakuna mfano. Wito kwa wananchi wa Dodoma wachukue hatua, kwa kuanza kuchukua hatua kununua mche mmoja, miwili, 10, 50, 100 ili tuende pamoja. Ni vizuri ukianza mwanzo unafika haraka, lakini wale wanaochelewa watakuja atatukuta wenzao tumeshaanza kuuza matunda.
tunaoiona Dodoma ya miaka 5, tunaoiona Dodoma ya miaka 10, tunaona kabisa watu wenye furaha, wenye uchumi, lakini pia sisi kuwa sehemu ya kuzalisha matunda haya ambayo kwa kiasi kikubwa yamekuwa yakiingizwa toka nje ya nchi. Tunatamani yaende kupatikana ndani pia kupitia Dodoma. Kupitia matunda haya tuanzishe viwanda, tutengeneze juisi, kupitia matunda haya tuyakaushe, sio tu kuuza ndani ya nchi, lakini na sisi tuingize hela ya kigeni kwa kuyasafirisha nje ya nchi. Soko lipo ndani ya nchi kwa sasa, na itakapoisha ndani ya nchi, nje ya nchi pia tunajua soko bado ni kubwa, na vitu vya kusafirisha nchini kwetu vipo. Sisi Dodoma tuna SGR ambayo inaenda kubeba mizigo, lakini tumeambiwa kuna cold room ambayo unaenda ukahifadhi kaenda hadi nchi za mbali kupitia reli ya mwendo kasi.